Sasa kama njia moja ya kuinua maisha ya vijana walio kwenye mazingira duni eneo la Igembe ni kaunti ya Meru, zaidi ya vijana 2,000 wamepata vifaa vya kuanzisha biashara tofauti kutoka kwa shirika moja la kimataifa la ZOI. Kulingana na wanabiashara walioweza kuzungumza na NTV Mashinani, wanasema kuwa uwezeshaji huo utawafaa pakubwa. Na Isamu Nyoike alikuwa katika hafla hiyo. Tazama. Afueni kwa vijana zaidi ya 2,000 wanaotoka kwenye mazingira duni baada ya shirika moja la kitaifa kuwapa vifaa vya kuanzisha biashara na kujiajiri kwa njia tofauti. Nilichukuliwa, mimi nimeachwa na watoto 3, sister wangu 3, I'm the first born, na kitu yenye nilikuwa nimepitia sana, tuliachwa na baba mzazi ambaye hakuwa na anyanjikimu bila kipesa, lakini mimi nilikuwa nimefanya kozi kidogo. Nimefanya kazi ya welding. Unapanga kivipi sasa na hizi startup kits umepewa? Before miaka 3 iishe, nitakuwa na wafanyikazi wangu wenye sitakuwa naumia sana, wenye watakuwa wananisaidia. Nimesaidika na hii nimenunuliwa startup kit ya kutengeneza viatu, leather shoes, na beleni nilikuwa napika samosa pamoja na chips, lakini saa hii nimeinuka kiwango, sitakuwa napika hiyo tena. Najiona wapi kwa mwaka mmoja ujao? Naona nitakuwa na industry ya kutengeneza viatu, leather shoes. Nilikuwa nimeachwa na watoto wa kinzi zetu 3. Sasa nikasaidiwa na pesa ya business, nikaanza kuuza watermelon. Kutoka hapo sasa wakanipeleka course, nikapata startup kits. Sasa nimeshukuru, hiyo startup kit itanisaidia, nitasomeza hata kinzi zetu wandogo. Kutoka niingie, nimeanza kuona changes. Vile nilikuwa naishi na nyanyangu nikiteseka, at least saa hii nakaa maisha mazuri. Wamenifunza courses, wamenifunza mambo mengi kuhusu vyenye naweza jifanyia kazi kwa mikono yangu. Vitu kama chakula hakikuwa rahisi kupatikana nyumbani, mavazi, hata kulala kulikuwa shinda. Ni ile ya blue collar jobs, ili tunawafunza kwa sababu wako wengi wako na skills tofauti. Kuna wale wanaweza fanya baking, kuna wale wanaenda salon na kazi tofauti ili wajisaidie wenyewe na waajiri wengine kwa community. In Kenya we are suffering so much. There is very high level of unemployment. Kwa hivyo mpaka tufikirie tukiwa organization tofauti. Tuanze tutoke kwa ile tabia ya organization ya kupatiana chakula ama handouts. I think handout itasaidia. We must be ready to empower our communities. We must be ready to empower the youth so that waanze kujitegemea wenyewe. Kutoka hapa kaunti ya Meru, langu ni Isamu Nyoike.